Sasa tuko kwenye maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika kama ambavyo imeelezwa hapa, na siku hii ni kumbukizi. Mwaka 1976 ilitokea na mauaji ya watoto kule Soweto, Afrika Kusini. Kipindi hicho hiyo nchi ilikuwa inatawaliwa na makaburu, na wale watoto walikuwa wanataka tu mahitaji yao fulani, kwa hiyo wakawa wanaandamana, lakini matokeo yake walipigwa risasi na utawala wa makaburu. Kwa hiyo wakati huo Umoja wa Mataifa huo ya Afrika kwa EU wakapitisha hii tarehe 16 ya mwezi Juni kwa siku rasmi ya kumbukizi na maadhimisho ya mtoto wa Afrika, tuwakumbuka wale watoto waliouawa kule Afrika Kusini Soweto. Lakini sasa ina maana kubwa zaidi kwetu. Tunapofanya maadhimisho haya tunaangalia shughuli mbalimbali, juhudi za serikali katika kumwendeleza mtoto, lakini na sisi wenyewe, na kuangalia pia changamoto zilizoko katika malezi ya watoto. Ninyi mnafahamu sasa hivi tuna changamoto nyingi. Kuna matukio mengi yanawakuta watoto. Watoto wanabakwa, manyanyaso, wengine hawapati huduma ambazo ni za msingi ambazo wanapaswa kupata. Wema na kupata huduma za malazi, chakula, na wengine wameitwa watoto wa mitaani. Yote hayo yanamzunguka mtoto katika jamii. Sasa sisi sasa hivi mwaka huu tuna kauli mbiu inayosema mtoto ni malezi. Mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Sasa lengo la kauli mbiu hii ni kusisitiza na kukumbuza wazazi, walezi, wadau, jamii na serikali kwa ujumla kushiriki kikamilifu katika malezi sahihi na maadili kwa watoto, maana ndio msingi wa kujenga familia thabiti na hatimaye kuwa na taifa lenye maendeleo endelevu na viongozi waadilifu. Kwa hiyo tunataka malezi jumuishi yawe na misingi ya kuhakikisha kwamba kunakuwa na maadili na nidhamu, kimaanisha kujenga hofu ya Mungu. Wale watoto nao wanatakiwa wamjue Mungu, si ndio? Kama hawamjui Mungu, hawana hofu ya Mungu, watafanya vituko, mambo ya ajabu sana wanavyokuwa na hatimaye wakiwa watu. Kwa hiyo pia wanatakiwa kuwa na heshima, kuwajenga kuwa na heshima watoto katika hayo malezi na utii kwa jamii tangu utoto. Watoto wapate elimu. Sasa hivi serikali yetu imeweka utaratibu. Tunaanza watoto elimu kuanzia awali mpaka kidato cha 4. Hiyo ndio elimu yetu sasa ambayo ni ya msingi, elimu ya lazima. Tunasema juhudi za serikali kwa mtoto ni pamoja na hizo sasa. Lakini kuna utaratibu pia wa serikali, huduma za matibabu kwa watoto, si ndio? Si mnapata matibabu? Hizo zote ni juhudi na mambo ambayo yanafanywa na serikali kuhakikisha kwamba watoto. Kwa hiyo sambamba na hilo, sisi walezi, wazazi na jamii kwa ujumla tunapaswa kujenga maadili haya, misingi ya malezi mazuri ya watoto, kwa sababu hili ndio taifa tunalolitegemea. Kama hatuwezi kuwajenga vizuri sasa hivi, hatutegemei kuwa na taifa zuri. Hatutegemei kuwa na viongozi wazuri ambao watawaongoza watu vizuri na watu wenye heshima na staha na maadili. Kwa hiyo hayo ndio matarajio ambayo tulionayo kwa wazazi, walezi, jamii kwa ujumla na hata sisi ambao tunasimamia serikali. Tunapongeze sote ambao tumekusanyika maeneo haya kwa ajili ya kuweza kuadhimisha siku hii ya muhimu sana.
katika bara letu, lakini kwa taifa. Nitoe pia shukrani kwa wale ambao wameungana nasi katika kuweza kuleta michango mbalimbali kama zawadi. Ni ishara ya upendo, ni ishara ya mshikamano, na tuendelee basi kudumisha mshikamano huu na upendo huu huku tukiadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. Kwa majina ninaitwa Dr. Tadei Nguru, ni mganga mfawidhi wa kituo cha afya cha Mbamba Bay, halmashauri ya Nyasa. Leo ni siku ya mtoto wa Afrika hapa wilayani kwetu, tukio hilo limesimamiwa na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa kugawa zawadi mbalimbali kwa watoto wetu hapa kituo. Sisi tunashukuru sana kwa kututambua na tunaungana na Watanzania wote na walimwengu wote kuadhimisha siku ya leo. Watoto ni wetu, tunaenzi taifa la kesho, lakini pia sisi wote tulikuwa watoto na leo tupo hivi tulivyo. Tuthamini malezi ya watoto wetu na tuwalee, na tunawatakia wote mema.